Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu ameendelea kuwa mwema, ameendelea kuwa kimbilio na msaada wangu wa karibu. Ameendelea kuwa tumaini katika maisha yangu. Nimeendelea kumuona Kristo kila siku baada ya nyingine, na hata kwa umbali huu ambao tumefika, hakika nimemuona Mungu akiwa mwema na tena mwenye msaada mwingi katika maisha yangu. Wapendwa, asubuhi ya leo nina furaha nikiwa nimeokoka, Yesu Kristo akiwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na pia zaidi na furaha kwa ajili yenu Bwana kuajalia kufika ili tukaweze kushirikiana pamoja katika kujifunza neno la Mungu. Nilipokuwa nikitafakari ndani ya juma hili, Bwana ana nini juu ya maisha yetu sisi kama kanisa? Jambo moja likanijia kwamba kila mmoja anayekuja kanisani ana tamanio la kupata baraka. Kila anayekuja kanisani ana tamanio la kwamba Mungu akaweze kumuinua. Kila ajaye kanisani anatamania kwamba Mungu akaweze kumshikilia na kutembea pamoja naye, hasa katika ulimwengu huu wenye taabu. Wapendwa, nataka niwaambie kwamba maisha ya Mkristo ni kwamba jinsi Bwana anavyotuita, si kwamba tutabaki vile vile, lakini tukawe tunaona kukua kila siku, hasa katika maisha ya imani. Na ndio maana katika kutafakari Bwana akanipatia ujumbe na tukaweza kujifunza pamoja kukua katika maisha ya kiroho. Jina la Bwana litukuzwe. Christian spiritual growth, na tutaongozwa na fungu lile la maneno ambalo tumelisoma kupitia kwa kitabu cha Yohana sura ya 3 kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 16. Nataka nipende kumshukuru Mungu kwa sababu ya Nikodemo. Nikodemo alikuwa ni mmoja wa walimu ambao alikuwa amebobea sana katika masuala ya kidini, lakini alikuwa amepungukiwa na kitu kimoja. Alitamani sana kupata kuzaliwa mara ya pili ili apate kibali cha kuweza kurithi uzima milele. Na hili likamsumbua sana, na siku moja usiku akaazimia katika moyo wake, akaacha vyote alikuwa anavifanya jioni ile, na akaenda hadi nyumbani ambamo Kristo alikuwa anaishi pamoja na wanafunzi wake. Akaenda akagonga, kisha akafunguliwa, na alipoingia akaanza kuongea na Kristo. Sijui niseme ni majibizano ama niseme ni nini, lakini wakaanza kuongea. Lakini lengo lake Nikodemo ilikuwa ni akapate jawabu, yani jinsi gani ataweza kupata uzima wa milele, ni jinsi gani ataweza kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu alikuwa akimsikia Kristo akiongea maneno haya mara kwa mara, lakini alikuwa hajaelewa hasa atafanya nini. Na katika muktadha ule ambao tumeweza kusoma katika kitabu kile cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 3 kuanzia aya ya 1 kufuliza mpaka aya ya 16, tunamuona Nikodemo katika aya ya 16 anakubali kusarenda maisha yake kwa Bwana, na kuanzia pale maisha yake yanakuwa mapya na anazidi kutembea katika upya. Lakini kiini cha mafundisho yetu hasa tunayopata kupitia kwa maneno haya, mafungu hili la maneno ambayo tumelisoma, tunataka tuzungumziane juu ya Christian spiritual growth. Na sasa tunajiuliza hiki kukua katika maisha ya kiroho kwa Mkristo ni nini? Nitachanganya ndimi ili tukaweze kuelewa vizuri. So Christian spiritual growth refers to the lifelong personal process of developing deeper self-awareness, inner peace and connection to something beyond the material world. Yani tunasema kukua katika wokovu ni mchakato. Kukua katika wokovu ni mchakato. Na tunasema ya kwamba maisha ya Mkristo ama imani, maisha ya kimani ni safari. Na safari ambayo hautaweza kuimaliza kwa siku moja. Ni safari ambayo utakuwa nayo katika maisha yako. Na katika haya kuna mambo matatu ambayo yamehusishwa, na jambo la kwanza ni kwamba ni hali ya kuwa na mawazo ya ndani ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika maisha yako ya kiroho. Pia ni hali ya kuwa na imani na amani ndani ya moyo wako katika maisha. Na tatu ni kwamba ni ile kuwa na mshikano na Kristo katika maisha.
na utakuwa na mshikano na Kristo kinamna gani, utaweza kuona kule mbele ni jinsi gani mimi na wewe tunaweza kupata maisha ya ambayo yako na mshiko na Mungu. Na katika kitabu hiki ambacho tumekisoma, hivyo inadhihirisha ya kwamba Christian spirituality is biblically defined as the practice of the beliefs of the Christian faith, and it is a journey that begins with the new birth. So tunamwona Nikodemo akianza maisha ya Kikristo. Tunamwona Nikodemo akianza hatua ya kwanza katika imani, kama vile sisi ambavyo tupokea hatua ya kwanza, aidha kupitia kwa kumpokea Kristo, kuombewa sala ya toba, au hata kupitia kwa ubatizo ambao tuliweza kupokea na tukaweka hadi tukasema siku ile ya kubatizwa kwamba basi kuanzia sasa mimi ninamkataa shetani na kazi zake zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka niwaambie kwamba sio mafundisho ya kuja katika ubatizo yatakufanya wewe ukaweza kurithi uzima milele. Sio mafundisho ya ubatizo uliopitia na hata kuwekewa mkono na baba askofu ndio yatakufanya wewe ukaweza kurithi uzima milele. Lakini kama vile tulivyoona hapo juu ni kwamba ni mtu awe na uhusiano wa dhati, uhusiano wa moyoni. Uhusiano wa moyoni, sio kwa kulazimishwa, lakini kwa kukubali, kama vile Nikodemo alivyochukua hatua akaenda kumuona Kristo. So we are saying classes may show us where we need to go, yes, but only submitting our hearts to Jesus develops the maturity that moves us further in the journey of faith. We are saying obedience and service may mean little if not done with a willing heart that longs to be like Jesus. Brothers and sisters, on the other side, on the other hand, we say steps may help us or define what we need to work on, but only the Holy Spirit changes hearts, as it is depicted in the Word of God in the book of Philippians chapter 1 and verse 6. So it takes a willing heart to work with the Holy Spirit, but not church classes to develop Christian spiritual growth. Kwa hivyo tunasema nini? Tunasema ya kwamba si kwa masomo yale ambayo tunasoma, si hata kwa kuja kusoma hivi kama tulivyokuja kusoma katika ibada, lakini ni ule uhusiano wa ndani wa maisha yako na Mungu. Ule uhusiano wako wa ndani wa maisha yako na Mungu ndio utakao kusaidia katika kukulia wokovu. Kila mmoja, hata mimi nikiwa kasisi, natamani kila siku nikiwe na hatua nyingine ya kumuona Kristo na kutiwa nguvu katika maisha ya kiroho. Wapendwa, tutakubaliana na mimi kwamba kuna changamoto nyingi sana. Hata tunavyokaa hapa, kuna mtu anafikiria nikitoka hapa itakuwaje? Je, kesho ni Jumatatu, mimi nitaendaje kwenda kufungua kazi yangu? Nitaingiaje pale ofisini? Maana wiki iliyopita nilikuwa na migongano pale ndani ya ofisi. Nilikuwa na migongano na jirani yangu katika mahali pale nafanya biashara. Ninatafakari nitaendaje mitihani sasa ya tertiary education. Kuna watu wanalipa school fees na kuna mtu ako stranded na nasema itakuwaje, maana mitihani inakaribia nami sijalipa ile ada ya mwisho, sijamlipia mtoto wangu ile ada ya mwisho, na huenda kakosa kufanya mtihani. These are some of the challenges that linger in our hearts, linger in our minds, na inatufanya sisi tunahangaika sana. Lakini nataka niwaambie hata mbali na hayo yote, bado Mungu anatupenda. Yeye anataka tu uhusiano wetu ukawe thabiti. Na tutafanyaje ili tukaweze kuona kwamba tunakulia maisha ya wokovu? Hata ingawa tupia hapo katika changamoto, bado tukawe thabiti katika maisha ya kiroho. Hata ingawa tukapitie katika milima na mabonde, lakini hili lisitufanye sisi likatutenganisha na upendo wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are on the spiritual journey in our lives because everything we do and learn and accept affects the relationship with God. Therefore, a teaching about Christian values and discipline enhances Christian spiritual growth. Kwa hiyo wapendwa, kuna umuhimu sana si kuja tu kanisani peke yake, lakini kuna haja kubwa ya mimi na wewe kuliweza kulitii neno la Mungu. Kulitii neno la Mungu, kuweza sisi kuhakikisha ya kwamba
tunakuwa na spiritual discipline. Spiritual discipline ni kusema ya kwamba tuwe na nidhamu katika maisha ya kiimani. Nataka niwaambie mpendwa ya kwamba mtu yoyote aliyempokea Kristo kama Nikodemo, kama mimi na wewe asubuhi ya leo, tusipokuwa na nidhamu ya kiimani hatuwezi kumshinda shetani. Na mara kwa mara tunajikuta tunaanguka kwa sababu tunakosa ile nidhamu thabiti ya kuweza kusimama imara katika maisha ya kiimani. Lakini sasa tutafanyaje? Wapendwa, spiritual growth brings about the following. Maisha ya kiroho yanatuletea yafuatayo, na mimi nitayataja mambo kama manne hivi, matatu ama manne. Na la kwanza ni hili: spiritual growth brings about inner transformation. Maisha yetu ya kiimani yanabadilika. Maisha yetu ya kiimani yanajengwa katika misingi ya kineno la Mungu. And therefore moving from selfishness to a more compassionate, loving and patient. Yani mtu ambaye ana uhusiano wa karibu, sio kwa kulazimishwa, lakini kwa moyo wake, basi mtu huyu anapata mabadiliko ya kimaisha yake ya kiimani. Kwa hivyo ni kumaanisha ataacha mwenendo wake wa dhambi na ataanza sasa kutembea katika mwenendo ambao ni wa kumtukuza Mungu. Ataacha sasa kuwa mtu ambaye ni mchoyo, selfishness, na ataanza sasa open his or her arms to the people who are also in need, watu ambao wametuzunguka. I don't know how many times you have helped a needy person. I don't know how many times. Sijui ni mara ngapi yule ambaye ni jirani yako, ingawa unasema Yesu ni Bwana, na kama kweli tunataka kumuiga Kristo, je, unamthamini jirani yako ambaye anapitia changamoto? Je, mwenzako anaposhindwa kumlipia mtoto wake hata angalau shilingi 200 za kumpeleka pale nursery, na wewe uko nazo na unashindwa kumpatia, does that one define who a Christian is? No. So ndio maana tunasema mtu ambaye anakulia wokovu, mtu ambaye anakulia maisha ya kiimani, basi atakuwa na inner change. And this one is again said in the book of Romans chapter 12 and especially verse 2, ambayo Mungu anasema ya kwamba kupitia kwa Paulo anasema ya kwamba sisi ni lazima tuwe agents of transformation. Tusiwe tukafuata mwenendo wa dunia hii, lakini tukawe watu ambao tunaweza kuleta mabadiliko katika maisha ya kiimani. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa hebu jiulize, je, ukiangalia hivi unaona kama maisha yako yamebadilika tangu kumpokea Kristo? Je, ukinapojiangalia hivi kwa muda tu mchache, hebu fikiria, do you think you have an inner change or inner transformation of your life as a Christian? Ama bado jinsi ulivyookoka mpaka leo bado uko hivyo hivyo, hata hujabadilika? Ulikiri tu kinywa kwa siku ile, lakini baada ya pale ukaviwacha. Kwa hivyo kama mchoyo endelea kuwa mchoyo, kama mfisadi endelea kuwa mfisadi, kama ni mzinifu endelea kuwa mzinifu, kama ni mwasherati endelea kufanya washerati, kama ni mlevi endelea kufanya ulevi wako. Sivyo kama tunataka kukulia wokovu. Ni lazima tukabadilike katika maisha yetu na tukamuone Mungu kila siku. Lakini jambo la pili ambalo maisha kama nataka kukulia katika maisha grow, spiritual growth brings about increased awareness. Increased awareness in what? Develop a higher state of consciousness, wisdom and understanding of oneself. Yani kumbe mtu ambaye anakulia wokovu, basi anakuwa na pia kuwa na kujijua. Yani ile self consciousness, self awareness, kujua wewe ni nani. Na mtu anapojijua au anapojitambua kwamba ni nani, hata katika huduma ndani ya kanisa hili, ikiwa ni mwimbaji, hautasukumwa na mtu kuimba. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mtu wa kucheza vyombo, hakuna mtu atakaye kusukuma kufanya. Kama wewe ni mtu wa kuomba, hakuna mtu ambaye atakusukuma katika kusimama katika zamu na kuomba. Na ndio maana sisi kama kanisa tukakubaliana kwamba kila siku ya Alhamisi tutakuwa tunakutana hapa. And I want to tell you that it will not be easy for all of us because of some challenges in between in our lives. And hata wakati utakuwa una nafasi, lakini kwa sababu ya mvuto mwingine ukakufanya hata usije, una nafasi ukaa nyumbani. Mshinde yule shetani
wa kupatia uvivu wa namna hiyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. So spiritual growth again brings about connection to the divine or the higher self, aligning with the greater purpose for Christians, learning into God and the Holy Spirit. Kwa hivyo katika kukulia wokovu na kukaa katika imani katika safari hii ya wokovu, pia kunaleta ile kuunganika na maisha ya juu ya kiimani. You get connected in the divine realm. So what are we saying? Tunasema ya kwamba mtu ambaye anakulia wokovu, mtu huyu hata mambo yake anaposoma, anapofanya mambo fulani, huyu mtu kisha amekomaa katika maisha ya kiimani. Maana vitu vidogo vidogo, mitego midogo midogo ya kipepo, wewe kwako utakuwa unaishinda. Lakini ukiona kila wakati unaanguka, alafu na regress, Bwana nisamehe. Basi kwa kila siku ni kazi yako kuomba sala ya Bwana tu. Na tunapoisema kama tulivyosema leo, hata baada ya hapa tunaenda tunaanguka tena. So tunarudi tena. Kama Mungu angekuwa yuko karibu, watu wangekuwa wamepata majeraha mengi sana, kuchapwa viboko. Manake leo unasema nisamehe kama kwa maana nimekukosea, na unasema katika ile sala ya Bwana ya kwamba mimi Bwana ni mkosaji na Bwana unisamehe, na unaomba ya kwamba katika maisha yako basi utatembea katika njia ya Mungu, lakini baada ya pale unafanya vitu vyako. But the fourth thing is this, that spiritual growth brings about virtue development. So what does it mean? Actively working on personal character, reducing negativity like arrogance and anger. So mtu ambaye ameendelea kukua katika maisha ya kiroho, basi mtu huyu atakuwa mkakamavu katika maisha yake, na the general character of that person changes. So kama ulikuwa mvivu wa kuamka na kuomba, you will change. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunaweka maazimio na Mungu na tunashindwa kuyatimiza. Mimi nitakuwa nikiamka asubuhi, nifanye maombi, nitakuja milimani kwako, nasema saa 9 kamili. Hata watu wengine wakasema chain prayers. Lakini wanaenda kwa muda hivi alafu wanafifia. Wengine walikuwa naomba, wengine walikuwa nafunga kwa wiki, wanafunga kama siku moja, siku mbili, lakini sasa hivi hawezi fanya. Imagine. Kuna watu walikuwa wanabidii katika kufanya vitu fulani kanisani, pengine hata nikuja kuangalia ni usafi au kuangalia kitu gani kinaweza kufanyika. Je, hapa kanisani kitu gani, kuna uhitaji wa namna gani? Na akawa wanafanya kwa urahisi sana. Alikuwa na urahisi sana hata bila kutangaziwa kwamba kuna tithing Sunday. Alikuwa na urahisi sana kumtolea Mungu shukrani. Alikuwa na urahisi sana kumtolea sadaka Mungu, sadaka tena nzuri. Lakini siku hizi anafanya kufikiria. Anasema ni maisha ya kasongo. Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Kasongo basi naye mambo yamekuwa ni magumu, hata basi tutatenga vipi hiyo fedha? Hiyo fedha unayopata, hiyo kazi ulionayo, ile biashara unayofanya ni kwa sababu ya Mungu. Bwana asifiwe. Ile kazi ulionayo, hata ile ndoa ulionayo, hata yule mtoto ulienaye ambaye yuko chuoni, ambaye unangangana kumlipia fee, yule mtoto ambaye yuko secondary ambaye unangangana kumlipia fee, wewe mwanafunzi ambaye uko shuleni, ujue kwamba uko pale shuleni kwa ajili ya Bwana. Kama ingekuwa si Bwana, labda ungekuwa uko mitaani tu na hujielewi. So what we are saying is, somebody who is experiencing spiritual growth, basi mtu huyu atapata mambo ambayo katika maisha yake, karakta yake inabadilika. Hata kwa mtu ambaye ni mjeuri, some people who are very arrogant, very rude, and therefore kuwapatana nao inakuwa ni ngumu. Now, how can we achieve spiritual growth? I have about 3 points again. How can we achieve spiritual growth? Wapendwa, in the book of Ephesians chapter 2, was it? Chapter 4. Ephesians chapter 4. No, Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 9. The Bible clearly says that it's not of our good deeds
zitatufanya sisi tuweze kukulia wokovu. Sio kwa vitu vizuri ambavyo tunavifanya, lakini ni kwa sababu ya Mungu mwenyewe, yeye mwenyewe kwa mwito wake kutuita, na sisi kwa kukubali our willingness to be with the Lord all the time and to serve the Lord all the time. And as tunasema ya kwamba tutawezaje, how we can achieve spiritual growth. How can we achieve spiritual growth? If you observe the following factors. 1, intentional practice of reading the scripture, praying and meditation. Kama unataka kukulia wokovu, kuna watu wako stagnant, waliokoka miaka mingi iliyopita, lakini wamebaki na ushuhuda kama aliokoka 1940 mweusi, lakini hata ukimwambia aombee chakula anahangaika. Let me tell you a small story. One day tulikuwa kanisani ambalo silalitaja. Basi mzee mmoja wa PCC ambaye hata alikuwa ni mwandishi, hapo mwandishi hayuko hapa, sio akasema ni yeye. So tulipotoka, kawaida kama kanisa letu la Kianglikana tuko na desturi ya kusalimiana pale nje. Basi tulipokuwa tusalimiana, tumaliza, tumeomba huko ndani ya kanisa, lakini kama ilivyo desturi pale nje pia tunasema tuombe. Akasema, asa mzee Jacob, utatufungia kwa maombi. Na tuinamisha vichwa vyetu. Pastor basi anasema, haya watu wakainamisha vichwa vyao. Wakakaa sekunde ya kwanza, sekunde ya pili, sekunde ya tatu, inafika karibu nusu dakika, hakuna neno linasemwa. Watu wamefunga macho. Watu wengine kaanza, hata mimi nikafunga macho kaangalia, mzee Jacob yuko kama ameenda chooni. You know what happened? Mzee Jacob akasema, mchungaji pole, manake basi mimi ni mzee kweli lakini sijui kuomba. Kila mtu alikaa kimya bwana. Ati hajui kuomba, hawezi kuomba. Na ni mzee ambaye amekaa kanisani kwa muda mrefu. So does that one show spiritual growth? A person who has been coming to church, doing many things, good things in the church, lakini kuomba tu sala ya kufunga, basi kama hata hujui useme na tuseme neema. Unajua the simplest prayer ambayo kila mtu anaijua, washirikishe watu na tuseme neema. Very simple. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Now tunapofika hapa, hebu jiulize, je, kweli mimi ninaona kubadili, ninaona kukua katika maisha yangu ya kiroho? So we are saying we can achieve spiritual growth if we intentionally practice scripture reading, intentionally take time or set time to pray, intentionally take time to meditate about the word of God. Si kama wewe una nafasi ya kusoma neno la Mungu. Je, kama kijana uliye hapa, kumshinda shetani haitakuwa rahisi kwako. Mama uliye mahali hapa, haitakuwa rahisi kumshinda shetani. Baba uliye mahali hapa, haitakuwa rahisi kumshinda shetani. Ila kwa mambo haya matatu ukiyazingatia, uchukue katika moyo wako kabisa na useme, mimi nitalisoma neno la Mungu, nitakuwa na muda wa kuomba, na nitakuwa muda wa kukaa kutulia na kutafakari neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo ni muhimu ni kwamba if you really want to achieve spiritual growth, then we must do service and action to humanity. What does that mean? Putting beliefs into practice through kindness and serving others. Putting your belief. Now we believe in Jesus. We believe in the scriptures. Do you practice the scripture? Do you practice the scriptures that we read every day? Tunaposema ya kwamba tumtii Mungu katika matoleo yetu, je, tunamtii Mungu katika matoleo yetu? Tunaposema tunamtii Mungu katika nguvu zetu, je, kweli tunafanya hivyo? Je, una nafasi ya kumwaga jasho kwa ajili ya kuja kanisani na kusema, wacha mimi nikaangalie pale kanisani, kama ni kusafisha nisafishe, kama ni pale kanisani niangalie kama ni kupiga deki lile kanisa, kama ni kwenda kufyeka na kuondoa msitu pale kanisani, nenda nikafanye kwa ajili ya Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. And therefore I want to challenge the Mothers Union. As you begin your Talanta week tomorrow, and it begins today, we prepare you in prayer that tomorrow as you begin these activities, which ziko nyingi sana, kuanzia kesho mpaka kufikia siku ya Jumapili, kuna kazi ndogo ndogo ambazo zifanyike, kutembelea wale wagonjwa, kutembelea wale ambao wamelemewa. Je, utakuwa na muda kama huo? Na kama hutaweza kwenda, how will you support it? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunasema ya kwamba
Jambo lingine ni kwamba ambalo ni jambo la tatu ni kwamba grace and time. Grace and time. If you want to achieve spiritual growth, we have to embrace grace and giving time for the service to God. So spiritual growth is a process requiring patience, forgiveness, faithfulness, gentleness and self-control. Sasa kama unataka kulia wokovu na huko unataka kujizuia, kijana unataka kulia wokovu kweli lakini unataka kujizuia, mama uko hapa unataka kulia wokovu kweli lakini unataka kujizuia, unapotoka hapa masengenyo, unapotoka pale unakutana na yule basi fulani, yani unanena vibaya juu ya mwenzako. Mambo kama haya hayatatusaidia kukulia wokovu. Tunasema ya kwamba ni lazima tukawe watu ambao ni wa msamaha. Si kama how many times umemexcuse yule mwenzako. Could be maybe you are married, that spouse. Sijui kama umemsamea mara ngapi. Si mtoto wako umemsamea mara ngapi. Amekosea ndio. Kuna watu wengine nimeshuhudia na siku hizi imekuwa very common. Ati baba anapiga mtoto wake mpaka amuue. Sana shindwa. How can you beat your son until afe? Si kama mtu amefika wapi. Tena mtu yule anaitwa John, mtu yule anaitwa Mary, mtu yule anaitwa Josefu, mtu yule anaitwa Nebukadnezar, ana majina mazito ya Kikristo, anaitwa Paul, lakini anapiga mtoto wake, anamchapa mpaka afe. Si kama msamaha uko wapi katika maisha ya mtu ya namna hii? Sijui kama self control iko wapi katika mtu wa maisha ya namna hii. Wapendwa, hebu tuangalie, tufanye kama tumeweka kioo na tutafakari katika maisha yetu ya kiroho. Je, kweli mimi nakulia wokovu? Now, here are the indicators of somebody who has grown spiritually. Here are the indicators of somebody who is growing or has grown in spirit. 1, the presence of the fruit of the Holy Spirit in that person. And what are we saying here? Tunasema ya kwamba mtu ambaye anaukulia ama amekulia wokovu atakuwa na ishara zifuatazo. Atakuwa anaona ama anahisi ama anashirikisha Roho Mtakatifu katika maisha yake. Na kivipi? Tutajuaje? Tutaona furaha ndani ya maisha ya mtu yule. So that person will experience joy, atakuwa na upendo wa ajabu, atakuwa na amani moyoni mwake, atakuwa na uvumilivu, atakuwa na utu wema. Mtu huyu atakuwa na kujizuia. Mtu ambaye ameendelea kukulia wokovu ama amekuwa katika maisha ya wokovu. But how many times do we fail to resist doing the evil? How many times unajikuta ya kwamba umefanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu? Ndugu zangu na dada zangu, mchana wa leo tunapofikiria mambo haya, hebu na tujiulize, je, mioni mwetu sisi tu watu wa namna gani? Lakini jambo lingine ambalo inaweza kuwa ni indicator, either ni kijana, ni mama, ni baba, reduce self reservedness, yani mtu ambaye anajiweka kipeke yake. Yani imagine hata kusalimia jirani, akitoka kazini anaingia nyumbani mwake anajifungia. Ameenda likizo kwa siku nyingi, alikuwa kazini, sasa ameenda nyumbani kwa mapumziko, inaitwa leave. Lakini mtu yule hata shiriki mambo na watu wengine, hata pale jirani kuna harusi, hata angalau tu kwenda kusherehekea, hata kama hata kula pilao pia hataki kwenda. Sasa ni mtu ambaye hataki kujishirikisha na mambo ya watu wengine kabisa. Reserved person. Living for God and others is more important. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu ambayo ni indicator, ni mambo tu ambayo nataja machache. Jambo la tatu kama indicator mtu ambaye ameukulia wokovu, mtu huyu atakuwa na inner peace. Moyoni mwake atakuwa na amani. Wakati mwingine amani inakuwa disrupted kwa sababu ya changamoto anazozipitia. Unapitia jambo unasema, hata kama ni kweli, hata Mungu anasema niwe na amani, lakini hili naona kama ni zito sana. Ndugu zangu na dada zangu ambao tuko hapa, maintain stability and calmness despite extensional circumstances. Kuwa mtu imara hata katika changamoto, ukuwe mtu imara. In the book of Isaiah chapter 41 and verse 10,
the book of Isaiah chapter 41 and verse 10. I mean 43, the book of Isaiah chapter 43 and verse 10, but also verse 2, verse 1, 2 zinaongelea pia mambo haya. Pengine nisome verse 1, verse 1 part C. Usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Brothers and sisters, it is true. Circumstances force us to part with the Holy Spirit, to part with God's affairs. Lakini huyu Mungu anatuambia kwamba tuwe imara, tusiogope. Hata ingawa tutapitia katika majaribu, lakini tukamtii Mungu na tukaendelee kusimama katika neno la Mungu, na tutapata ushindi. But the fourth thing that is an indicator of showing Christian growth is overcoming weaknesses. So actively managing and reducing negative traits and vices. Therefore, spiritual growth is not a one-size-fits-all, but a unique involving journey of faith. Tunasema ya kwamba maisha ya kukulia wokovu si kitu ya siku moja. Na tunasema ya kwamba basi maisha ya imani ni safari. Na mara kwa mara safari inakumbwa na changamoto njiani. Je, unajizuia vipi katika changamoto za kimaisha? Pengine hata uko hapa unapitia jambo, unasema mchungaji, hujui kile ambacho unapitia. Ni kweli ningetamani sana niendelee, lakini ninapofika kule nyumbani, mtu fulani ninapokuwa kule kazini, mtu fulani ninapokuwa pale katika biashara yangu, yale mambo anayonifanyia, ninaona hapana, hili ni gumu kwangu na siliwezi. Nitafanyaje? Very easy. Keep on praying. Keeping on obeying God. Keep on keeping on observing all the commandments of God, na Mungu wa mbinguni atakushika kwa mkono wake wenye nguvu. Mungu wa mbinguni atakuokoa. Mungu wa mbinguni atasimama na wewe, atakupigania. Wapendwa, tukitaka kukulia wokovu kama watu wa Mungu, kama familia, nataka niwatie moyo, niwaambia kwamba safari ya mbinguni si rahisi. Maisha yetu ya wokovu si rahisi, yanataka kujinyima. It needs self-sacrifice. If we need really to achieve and to see God after this life, we need to sacrifice. And we need to sacrifice a lot. Maana kuna starehe nyingi kule nje, lakini je, unajikinga vipi na starehe zilizo kinyume cha roho wa Mungu? Kuna starehe zilizo nzuri kama kula chips na soda Fanta ya baridi na kuku yule wa kukanjwa yule. Bwana asifiwe. Kuna starehe za kunywa juice ya avocado ambayo ni nzuri sana, iliyo baridi, ukasikia moyo wako umetulia. Sawa. Lakini kuna starehe ambazo ziko kinyume cha roho wa Mungu, na kwa hivyo zile starehe ambazo ziko kinyume cha roho wa Mungu lazima tuziwache. Kama kweli tunataka kukulia wokovu, mixing ourselves will not help us. Because in this world unaweza kwenda kando ukajificha ukasema hapa hata sionekani, hata ukazima taa ili usione hata kile unachokifanya. Lakini kumbe Roho Mtakatifu anaona tu kama ni mchana, anakuona tu vile unavyofanya. Hebu angalia katika matendo yako. Hebu zingatia katika imani yako. Je, kuna mahali ambapo umeenda kinyume? Ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kumwambia Bwana, nisamehe, na napoendelea katika maisha haya unipe nguvu za kuweza kushinda huyu muovu. Wapendwa, watu wengi ukaa wakifikiria kwamba katika kuishi katika maisha ya kiimani inaweza kuwa rahisi. It's not easy. And I want to assure you that wakati wowote unapozingatia mambo yaliyo ni mazuri, changamoto lazima utakumbana nazo. Lakini hatuna budi kushinda, maana Kristo alishinda, na kwa sababu alishinda, tutashinda kama alivyoshinda na kuendelea kumwamini. Mungu wetu wa mbinguni aendelee kututia nguvu hata mchana wa leo tunapotafakari juu ya kukua katika maisha kiroho. Hebu fikiria, if you are to measure the spirituality, what percentage will you earn? Kama nitupime, kama kuna spirituometer. Kuna neno kama hilo kweli? Kama kuko na spirituometer na tupime, basi tunatoka pale apime huyu pastor huyu ana ngapi?
Haya, apimwe mzee wa kanisa, na huyu mama wa kanisa apimwe, ako wapi? Sijui kama mimi ningepata percentage gani, sijui kama wewe ungepata percentage gani. Can we work on our spiritual growth? Can we attach ourselves afresh with God through observing the values, the virtues of God, through remaining obedient to God, observing all the laws as stipulated in the word of God? And we have a promise of blessings, as we see in the book of Deuteronomy chapter 28 and verse 1. Mungu wetu ni mwema na baraka zipo, lakini mara kwa mara tunajifungia baraka hizi, maana tunataka kutembea katika njia iliyo nzuri. Na ndio maana Mungu akamtuma Isaya katika kitabu cha Isaya sura ya 59 na hasa ule mstari wa kwanza na wa pili. Akasema, sikio la Mungu si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yametenganishwa na uwepo wa Mungu. Kwa hivyo ni lazima sisi tukawe kila siku unapoamka ni njia ya kutubu, kwenda katika kuchulia msalaba, tutapata amani moyoni. Kuna watu wamelia, pengine hata wiki hii ambayo imeisha, umelia, umetafuta amani sana, umekuwa na kuumia moyoni, lakini nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, mchana wa leo, ya kwamba kunaye Mungu mbinguni, kunaye Mungu anayeishi. Mkumbatie katika moyo wako, muite katika moyo wako, atakupa amani, atakupa furaha, atakupatia nguvu za kuweza kushinda yale ambayo unayaita ni mabaya. As a family, let us observe and maintain a relationship with our spouses, if I may say so, that when we do so, then the blessings of God will be abundant in our lives. But again, we must always work hard. Ndio tuna imani kwamba Mungu yuko, lakini tusipokuwa na bidii katika kumtafuta, tusipokuwa na bidii hata kufanya ile kazi, ile biashara yako, rauka, fanya overtime kwa biashara yako, utapata baraka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo mtu ambaye hana bidii tena inakuwa vigumu sana. But on the other hand, tunasema ya kwamba serve others. Serve others. Kama tuliona pale nyuma ya kwamba mtu anaweza kuwa ni jirani ana upungufu na ungeweza kumsaidia, msaidie. Kuna kanisa unaona kuna upungufu, unaweza kusaidia, saidia. And that's why, thank you my brother, that we shall have a conversation immediately after this service. We shall sit hapa na tuone kanisa letu tutafanyaje, maana kuna mahitaji tunataka tuyatimize. Lakini sisi collectively tukishikana mikono, hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Tutaweza kwenda mbali sana. Mungu wa mbinguni endelee kutusaidia na endelee kututia moyo hata mnapoendelea kutafakari haya yote. Wacha Baba wa rehema zote akazidi kukaa ndani yetu, akatuajalie wema wake siku zote katika maisha yetu, maana huyu Mungu ni wa upendo. Mungu wa mbinguni awabariki. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru, tunakuabudu Bwana mchana wa leo. Imekupendeza ya kwamba tukajieke katika kioo na kujiangalia katika maisha yetu hasa ya kiimani. Na ni wapi pale ambapo tunakuwa, na ni wapi pale ambapo Bwana sisi tunaona kufifia katika kiroho. Wewe Mungu unaye sirini, unatujua hata kabla sisi kuja katika ibada mchana wa leo. Baba rehema, ombi letu ni kwamba ututie nguvu. Tupe Bwana neema na hekima yako ili kaweze kupambanua yaliyo mabaya na yaliyo mazuri. Na Bwana ukatupe wema wako ili tukafuate yaliyo mazuri yakupendezayo, kayaweke muhuri katika maisha yetu. Hivi mchana wa leo Bwana, watu wako hawa wewe unajua yale ambayo wanang'ang'ana nayo katika maisha. Lakini wewe Mungu ule Bwana wa vita, ambaye siku zote unang'ang'ana, unatupenda na unatupigania, ukazidi kutupigania Bwana katika maisha haya ambayo sisi tunaishi. Tuondolee mbali mitego ya shetani, tutie nguvu, tupe ujasiri, tuondolee hofu katika maisha, ili kwamba tunapoendelea kutukuza na kutumikia wewe, Bwana usituache. Bariki watu wako hawa Bwana, maana ndio ombi letu mchana wa leo. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba tukishukuru. Amen. Amen. Basi Mungu wa mbinguni atubariki, endelee kututendea mema jamani. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lako na wokovu wako kamili, zaidi
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi naamini neno limekuja kwetu kwa wakati wake, kwamba inatupasa tuweze kukua kiroho